Na mpenzi mtazamaji wa runinga ya Capuchin, karibu katika awamu ya pili kwenye mtazamo Katoliki. Lakini kwenye awamu ya pili tunakuwa na mjadala kwa njia ya kipekee kwa ajili ya kujiimarisha katika maisha yetu ya kila siku, kwenye familia, kwenye jamii na jumuiya ambazo tunaishi ndani. Na basi siku ya leo tumebahatika kuweza kumpata amerejea Padri Bonaventure Rugidio ambaye ataweza kutuzungumzia siku ya leo, tukiwa tunashauriana tu kuhusiana na masuala ya nidhamu kwa vijana na vile vile uongozi unaowafaa kila wakati. Na wote pamoja tuna majukumu ya moja kwa moja kushiriki, kuchangia na kusaidia ili tuweze kuhakikisha kwamba tunakaa katika mazingira yaliyo salama na mema. Na basi bila kupoteza muda, ningependa niweze kumkaribisha mgeni wetu ajifahamishe kwetu, kisha atuambie ni yapi yale ambayo anaona vizuri tuweze kushiriki kwa pamoja kwa ajili ya kuimarisha jamii na nidhamu kwa vijana. Ujambo Padre? Si jambo. Muda mrefu. Tunashukuru Mungu kwa muda huu ambapo tumejumuika tena siku ya leo katika kipindi hiki katika runinga yetu hii ya Capuchin TV. Nashukuru kwa kunialika. Naam. Najua kwamba umerejea na baraka tele tele mazuri ya kutoka kule Vatikani. Naam. Tunashukuru Mungu kwa hiyo kipaji na tumerejea sasa. Tumetumwa twende tukaendeleshe. Tumeitwa, tumetumwa. Na ndio hayo. Basi tulienda tukapeana salamu zetu na Baba Mtakatifu akasema, na sasa na watumeni, nendeni mkaendeleshe. Natumai baada ya kipindi utatupatia salamu za Baba Mtakatifu moja kwa moja kwa watazamaji wetu na wote wahusika katika runinga ya Capuchin. Labda kwa faida ya mtazamaji ambaye anakutazama kwa mara ya kwanza, tukujue wewe ni nani, unahudumu wapi na wajibu wako katika kanisa. Naam, asante kwa kunipa nafasi hii. Kwa majina naitwa Padri Bonaventure Rugidio, nikiwa padri anayehudumu kama mkurugenzi mkuu wa idara za kipapa hapa Kenya, katika Baraza la Maaskofu wa Kenya KCCB, hapo Westlands, Waumini House, 3rd floor. Hapo ndipo ofisi zetu zipo na tunafanya kazi ya uinjilishaji na umishonari. Uinjilishaji na umishonari, tukisema kwamba tumebatizwa na tumetumwa. Naam, hiyo ndio mada ya kazi yangu. Katika tumebatizwa na tumetumwa. Naam. Na tumeangalia katika idadi ama takwimu zinaonyesha kwamba katika taifa letu na takriban ulimwengu mzima, idadi ya vijana imekuwa iko juu sana. Na vile ambavyo tuna matarajio makubwa ya maisha kadiri yanavyokwenda, mambo yanabadilika, vijana hao tegemeo kubwa sana katika sehemu mbalimbali ambapo wanadamu wanaishi. Turejee katika taifa letu humu nchini. Tuko wapi kinidhamu na kimaisha kutokana na maisha ya vijana kwa sasa? Naam, naweza sema takwimu zinaonyesha kwamba 60% za wanadamu ni vijana. Na hapa Kenya tukiangaza vizuri ni 64% ni kikundi cha vijana. Na hiyo inamaanisha taifa letu ni taifa la vijana. Ni taifa la vijana. Na hivyo basi vijana wana jukumu la kuelekeza na kutekeleza wajibu wa kuimarisha uchumi na maendeleo ya nchi. Na tunapoangazia maada ya nidhamu, tuangalie nidhamu kadri ya kuiangalia katika ninja mbili. Tuangalie nidhamu upande mmoja kama masuala ya kuleta kufanya watu kuishi pamoja. Kwa sababu nidhamu inanifanya nakaa na wewe ama sikai na wewe. Na tuangalie nidhamu kama kukosoa. Kukosoa mahali ambapo mtu amefanya vibaya. Hivyo basi tukiangalia maisha ya saa hizi na ufanye comparison
right? Na maisha pale kitambo kidogo. Tutapata kwamba jinsi baba zetu na mababu zetu walikuwa wanaita nidhamu, sivyo tunavyoishi saizi na tunaita nidhamu. Hapo ukileta lile nidhamu tuliyokuwa nayo hapo kitambo, uilete sahihi, wewe utaitwa mkatili, kwa sababu ile ilikuwa spare the rod, spoil the child. Wakati huu nidhamu ni kuongeleshana na kuwajibika na kufanya mwenzako au yule kijana ajue sababu ya adhabu fulani au tendo fulani. So kwa saa hizi nidhamu ni tuketi chini, tuwasiliane, tuelewane. Unielewe, mimi nikuelewe. Nataka tusikilizane. Wewe uniambie mambo yako, shida zako, mahali ya ufurahi, nami nikueleze jinsi ambavyo nafikiri tukienda namna hiyo, aidha utaanguka pabaya ama utaanguka pazuri. Hivyo basi majadiliano. Na hiyo ndio kitu ambayo vijana wanahitaji. Hawa vijana wanataka mjadala. Tukae, tuelezane. Mimi nikueleze, wewe unieleze na tusikilizane. Hiyo ndio inaitwa dialogue. Na mama kanisa hapo ndipo anaposimama. Anasema tusikilizane, tujadiliane. Hata tukiingia katika mchakato wa sinodi. Sinodi ilikuwa nini? Mjadala. Kwamba wewe ukae pande ile, mimi nikae pande hili, alafu tuweke nini? Tuweke nguzo ambayo itatuweka katika majadiliano. Naam, vijana wanaonekana wakiwa na uwezo mkubwa kukuza uchumi na kufanya maendeleo endelevu katika kila taifa. Tukirejea katika taifa letu la Kenya, wakiwa ndio asilimia kubwa, na tunaona kwamba hakika kutokana vile wengine wanavyosema kwamba matunda ile ya elimu ya bure, vijana wengi wameweza kuelimika kweli, wana elimu, wameweza kufahamu mambo mengi, wana ujuzi mkubwa wa kufanya mambo kadha wa kadha, ambapo wanaweza kufanya taifa liweze kukua kiuchumi haraka sana. Unadhani kwamba kama taifa la Kenya tumeweza kutumia uwezo huo wa vijana na uelewa wao kwa ajili ya kuweza kuendeleza taifa letu, na tumewapatia nafasi ya kutosha ama tumewanyima? Ndio maana tunaona sasa reactions. Naam, naweza jibu hilo swali katika ngazi mbili. Naweza sema tumejaribu. Tumejaribu kwa sababu ukiangalia saa hizi, angalia nyanja zote katika spoti. Vijana wamechipuka na wanaonyesha talanta zao katika spoti tofauti, iwe ni michezo ya muziki, iwe ni michezo ya kandanda, iwe ni kwenye sarakasi, tunaona wanachipuka na wanafurahisha katika nyanja hiyo. Katika hali ya kiuchumi pia wapo tumeona vijana wakizindua midahalo tofauti katika nyanja tofauti. Hivyo basi katika nyanja hiyo naweza sema tumejaribu, lakini hatujafika kiwango cha kuweka hawa vijana wote, tuseme 60% wote waweze kuwa wajibike, kwamba kila kijana anaamka asubuhi na anajua anaenda kufanya jambo fulani ambalo litaniwekea mkate kwenye meza. Hapo sasa ndio penye tumekosea, kwa sababu hatujafungua wazi nyanja zote ambapo hawa vijana wanaweza ekeza. Na pande nyingine ninaweza sema hatujawapa ile nafasi, kwa sababu vijana wengi hawana ajira, au niseme hawana zile fedha ambazo zinaweza waanzishia ajira. Na sisi tunataka waingie kwenye hizo nyanja, waanzishe
hizo ajira. So ile tunasema self employment, tumeshawapatia ngazi ya kuingia kwenye hiyo nyanja. Ukiangalia sasa, hapo ndipo tulikuwa na hii jambo la Hustler Fund iwasaidie waanze hizo. Lakini ukiangalia tena kwenye kona moja nyingine, unapata hiyo tena ilichukua njia nyingine, ilichukua mkondo mwingine na ikasahau huyu kijana. Naam. Kuna the youth fund. Youth fund hiyo ilikuwa azma nzuri sana ya kumwona kijana na jinsi anaweza jisimamia. Lakini ukienda kwa undani unapata tena hiyo ilichukua mkondo mwingine. Ndio kusema as much as tuna demand uadilifu, nidhamu kutoka kwa vijana, kama viongozi wa taifa hili la Kenya wameanguka pakubwa kwa kutoonesha hiyo nidhamu kwa yale madai kwamba vijana wana demand accountability, transparency na vitu kadha wa kadha ambavyo vinahitajika kufanywa. Ukiona kwamba wanasema hivyo vikifanywa tu ni kama wataridhika, wasema sasa mambo yako shwari. Unadhani kwamba viongozi tumewaangusha hawa vijana kwa kutotekeleza majukumu ipasavyo kikatiba ili tusione machafuko ambayo tunashuhudia? Nitasema kwamba hawa vijana wamefunzwa ile yenye tulisema monkey see, monkey do. Wanaona na wanatekeleza ambayo wanaona. Hivyo basi viongozi, mimi nikiwa mmoja wao kama kiongozi wa kidini, wakiona kwamba mimi nasema tuwajibike, lakini mimi kama kiongozi kanisani siwajibiki, wanaona kwamba hapa kuna sintofahamu. So it is not about tell me what to do, it is about show me what to do. So ni mada gani ambayo tumeonyesha vijana wakati tunakuwa corrupt, wakati tunakuwa unaccountable kwa rasilimali, wakati tunapora na unajua vijana wanakueleza tu padri, kulikuwa hivi, hii tulikuwa hapa hatukuona, hii ilikuja hatukuiona, hii ilikuja ulisema ukutimiza. Hivyo ndio vile. Na unajua sasa wakianza kuuliza, sisi pia tunakuwa defensive. Alafu tukiwa defensive na hao wanauliza nini itafanyika? Furugu. Naam. Alafu tunasema kwamba, so kwa upande mwingine naweza sema hata mimi nimechangia kwa kutowajibika. Na hapa pia inataka turudi back kwa dhamira zetu, tujiulize in our conscience, are we doing the right thing? Na hiyo ndio maaskofu walisema kwamba are we doing the right thing? Turudi hapo kwenye huo mjadala wa are we doing the right thing? And what is the right thing to do? Unadhani kwamba viongozi wa Kenya wanaepa kuweza kuaddress lile jambo ambalo linahusiana na haya masuala yote tunayoshuhudia nchini, kwa kuweza kutafuta tu lawama hapa pale badala ya kuweza kukabili hilo jambo moja kwa moja na kuweza kulitatua kadiri ya wito wa kanisa, ama wako sawa ni kusema kwamba vijana wanakosea? Hatuwezi sema kwamba vijana hawakosei. Vijana pia wanafika mahali pia wanapita kiasi. Lakini nitasema hivi kwamba shida ambayo mimi naona kwa vijana na pia viongozi, mimi nikisimama hapo katikati, shida ni kwamba we politicize everything. Tunatoa ile azma ya ukweli katika jambo na tunaanza kuleta siasa. Tunaanza kuipotosha na siasa na alafu tunaingiza propaganda. Ukiangalia vijana wanakuja na akili nzuri. Wanasema tunataka maandamano ya kutengeneza kitu fulani. Lakini ndani yake tena unapata sasa kuna kuja na mchochezi anasema hivi, mwingine anasema hivi, na mwingine anakuja na rungu, mwingine anakuja na panga. Sasa tutaendaje? Tutaandamanaje na panga?
tutaandamanaje na rungu? Huyu wa rungu hana nia nzuri, ana wazo la amani. Na sasa hapo ikifika hapo, serikali ni lazima mimi mwenye sina rungu na huyu ana rungu, mimi nitajikingaje? Torokea kwa serikali. Na sasa hapo sasa inaleta a mix yenye ni vigumu sana kuanza kuweka kidole la lawama kwa mtu fulani. Lakini ukirudi nyuma kidogo, ukianza kudadisi haya yote, utapata kuna mtu mwenye alituma hawa warungu, hawa wapanga, hawa wa kuharibu. Kuna mtu mwenye alituma hao. Yes. Na wengine wanaweza wakasema nani aliwatuma? Naam. Lakini, so vijana wanatumiwa vibaya. Kuna watu ambao wanatumia vijana vibaya kwa ajili ya kutaka a political mileage. Na kuna wale ambao wanataka kutetea vijana na kuwaonyesha mwelekeo na kuwapa wasia wema. Alafu hao pia wanawekwa wapi? Kando. Sasa inakuwa ni a very difficult situation. Hata sasa wewe ukiwa kwa serikali na wenye wako nje ya serikali, haujui ni nani mwenye nitawekea lawama. Niweke lawama kwa serikali, niweke lawama kwa hawa vijana, niweke lawama kwa wenye wanachochea, niweke lawama kwa wazazi, niweke lawama wapi? Inashindikana. Na hapo sasa ndio unakuja kupata hili swala la nidhamu lina kuza kila sehemu, kila mahali, kwamba kila mmoja anafaa awajibike katika swala la nidhamu. Naam. Ndipo tuweze kupata suluhu. Naam. Mzazi awajibike na nidhamu yake kwenye nyumba. Mwalimu shuleni awajibike. Mwanafunzi mwenyewe ama kijana mwenyewe pia anatakana kuwajibika. Ajiulize, hii mali ambayo naharibu, kama vile tumeona kule Embu. Hii mali ambayo naharibu, hii mali ambayo itaharibu uchumi kwa kiasi gani? Kwa sababu sasa hapo hivyo wale ambao wanafanya kwenye hiyo duka sasa duka huru, kwamba hawana kazi, na hao wenye hawana kazi ni ndugu zetu, ni dada zetu, ni baba zetu, ni mama zetu. Na hao wanategemewa na watu kadhaa, familia kadhaa katika hiyo kazi yao. Kwa hivyo unaona kwamba mtu umeharibia watu wengi sana msaada na pia mahitaji mbalimbali. Na sasa hiyo ndio kitu ambayo nasema dhamira. We need to go back to our conscience. Everybody. Sisi sote tusiweke tu lawama. Unajua mara nyingi inakuwa rahisi kulaumu yule, lakini haukumbuki pia wewe una wajibu katika hiyo lawama. Huyo akilaumiwa pia mimi nina wajibu. Hiyo ndio kitu yenye Biblia inasema, toa boriti kwenye jicho lako kabla hujatoa kipanzi kwa ndugu yako. Yes. Umezungumzia swala hili la nidhamu kwa watu wote, na nimeweza kujiuliza swali kwa sababu nimeona visa viwili siku ya leo. Yule ambaye ni waziri wa mambo ya usalama wa ndani, Mheshimiwa Kipchumba Murkomen, akiwa anazungumzia wanahabari siku ya leo kuangazia masuala ambayo yalifanyika siku ya jana, uharibifu, poraji na visa vingi tu. Ameweza kutaja kwamba zaidi ya watu 15 wameweza kupoteza maisha. Ameweza kusema kwamba zaidi ya watu 400 wameweza kuumia na wengine wakapata alama ambazo wataishi nazo maisha yao yote. Na takriban 300 ni maafisa wa polisi kwa kati ya hao watu 400 ambao wameumia. Takriban 300 ni maafisa wa polisi. Na nimeona pia picha ya mmoja wa polisi akizungumza kwenye mtandao akisema kwamba wanasiasa nyinyi mumeweza kuleta siasa kwa masuala mengi ambayo yamefanya wananchi wenzetu, kwa sababu wa polisi pia ni wananchi, ni wanadamu,
kwamba wananchi wanatuona kama adui, vijana wanatuona kama adui kwa sababu ya kuweza kutumia siasa zenu na kuweka mambo ya siasa kwa hizi mambo zote tu, kiasi kwamba tunaonekana adui hadi tunaumia vile. Sisi pia ni wazazi, tumetoka kwenye familia, ni waume, ni wake za watu, na pia vile vile ni watoto wa watu. Labda wazo lako ni lipi kuhusiana na taswira hii? Hili ndio jambo ambalo nilianza nalo, kwamba tunatengeneza uadui na uhasama wa us versus them. Hiyo ndio kitu ambayo mwanasiasa anapenda. Anataka kutenganisha watu ili apite na achukue nafasi ya kujimudu. Ni kazi yetu sisi wa Kenya kwanza kutafakari kwa undani. Sisi ni taifa moja, umoja wetu ndio nguvu. Na mtu yeyote ambaye anakuja kuweka panga kati ya mwanadamu hatakani. Hata Mungu mwenyewe anasema alichokiweka mwanadamu asifanye nini? Asitenganishe. Na unity is strength. Na wakati mwanadamu anaanza kukuja pamoja, kitu moja hufanyika. The father of division is not happy. Na huwa anaanza kutafuta jinsi atakavyotenganisha hawa wanadamu. Na hivyo basi sisi kama Wakenya tunatakana kuanza building bridges. Building bridges of peace, building bridges of unity. Hiyo ndio kitu ambacho ninaweza anza kusema sahi. Tuangalie huyu askari. Hata niliona wakati mmoja askari mama alikuwa anakimbia, anarudi kwa wenzake, lakini jamaa alitupa mawe kamgonga, mama kaanguka. Na kwa sababu yeye ni askari, vijana wakaanza kumtwanga. It is not right. Hata sisi tunasema mtu akiwa chini hauwezi mpiga kama ako chini. So askari anatakana kuangalia huyu kijana ameanguka chini. Maisha ya mwanadamu is number one. Life is sacred. And that one, there is no turning back, and there is no way we can speak irreversibly on that. Life is sacred. Na hivyo basi, you can't kick a dying horse or a horse that is already down. Hata mkicheza masumbwi, senye unagonga mwenzako pam 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 alafu anguke ama onekane anaenda kuanguka, wanakuambia ngoja kwanza, wacha atulie, arudi ndio tuendelee. Sasa sisi tuna take advantage of the disabled and the disadvantaged. Kwa sababu ya nini? Chuki, hasira. Na hii chuki na hasira inakuja kwa nini? Kwa sababu they have pumped in us that spirit of enmity. We need to remove the spirit of enmity. Hivi sasa kuna mamilioni ya watu wanakutazama kwenye runinga ya Capuchini, na swala ambalo ni swala muhimu sana unapofanya katika ofisi ya kitume ya kipapa humu nchini. Tunakumbuka kwamba Papa Francis aliyekuwepo aliweza kupea kipaumbele sana swala la kutumia mitandao na vyombo vya habari katika kuinjilisha, na hivyo basi kanisa ikapata nguvu sana ya kuweza kuja na njia mbalimbali za kuhubiri na kuinjilisha kupitia kwa mitandao, kutangaza amani, kuleta uwiano na makubaliano katika vyombo vya habari, na jambo ambalo limeweza kuchukuliwa mara hiyo na Papa Leo wa 14. Na utaona mkutano wake wa kwanza aliofanya baada ya kuweza kuteuliwa ulikuwa ni na wanahabari, na kwa hivyo akaweza kuzingatia sana swala la uhuru wa vyombo vya habari, uhuru wa wanahabari. Labda katika taifa letu la Kenya uliona kwamba kulikuwa na kuzima uwezo wa kupeperusha
uhuru ama sauti ya Wakenya kupitia kwa vyombo vya habari. Labda jambo hili unalichukuliaje kutokana na mtazamo wako? Tukimalizia pale na hizi ndio makosa ambazo hufanyika, alafu watu wanaudhika. Kwa sababu kuna uhuru. Katiba, tunapofuatilia katiba na tunapoweka katiba mbele na tutii katiba, hatuwezi kuwa na haya maneno. Lakini kwa sababu tunafikiri kwamba tunaweza we can wrestle or wrangle one arm of the government and the other, ndipo unaanza kuona malumbano namna hii. So ni jambo ambalo naweza sema tu hapa ni kwamba wacha tutii katiba. Katiba yetu ni nzuri, katiba yetu ina mwelekeo mwema. Tukiitii, kila Mkenya atafurahi. Na hata wimbo wetu wa taifa utatuelekeza. Justice be our shield and defend. So ikiwa katiba haiwezi kuwa shield and defend, who will be our shield and defend? So tufuate katiba. Na tufuate amri ya mahakama. Kama mahakama imetoa amri, tufuate. Kwa sababu kutotii ni kadri ya kutokuwa na nidhamu. Asante sana Padri. Labda ujumbe wako wa mwisho na salamu za Papa Mtakatifu tunapotamatisha mjadala wetu. Ujumbe wangu ni kusema kwamba tuwe na nidhamu, kwa sababu nidhamu inatupatia bidii, inatufanya tunakuwa watu wenye bidii. Na tukifuata yale ambayo Baba Mtakatifu Leo wa 14 anatueleza, anatuambia no more war. Tuachane na vita, tutafute amani. Na mimi pia nasema amani, amani, amani. Na tuombee amani, nchi yetu iwe nchi ya amani. Asante. Sote tukifuata agizo hilo la kwamba amani. Nakumbuka kabla ya Yesu Kristo kupaa mbinguni alisema, na wajieni amani na amani yangu nawapa. Na basi nasi pia tumeitwa na kutumwa kama wajumbe wa kupeleka hiyo amani kote ulimwenguni. Na heri mwenye kuleta amani, kwa sababu hata ufalme wa mbinguni ama uso wa Mungu atauona. Je, wewe unachangia kivipi kuhakikisha kwamba kuna amani kwa ndugu yako, jirani yako? Haki na amani iwe ngao katika maisha yetu na katika taifa letu la Kenya. Basi kufikia hapo sina la ziada, ila naitimiza Mtazamo Katoliki jioni hii ya leo, siku ya Alhamis, nikikutakia usiku mtulivu. Jina langu ni Geoffrey Omare. Tumekuwa pamoja na Padri Bonaventure Rugidio, na katika lugha ya ishara hapo awali tulikuwa naye Frida Gikunda. Nakutakia usiku mwema.